Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV, tarehe 13 za mwezi wa 7 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Fizi, FARDC na wazalendo wa imarika zaidi. Bukavu, raia wako tayari kuingia barabarani kuwakimbiza magaidi wa M23. Ruchuru, damu na udongo wa Ruchuru wahitaji haki. Goma na Bukavu, wazalendo watuma ujumbe mzito. Kamanda Bahati Erike azungumza ya kutosha. Huko nasikiza matangazo yetu kupitia Mutula FM kutoka huko maeneo ya Shabunda, na vilevile usikose kushiriki na sisi katika operation saidia muzalendo, na pia endelea kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze moja kwa moja na taarifa hizi kutoka tarafani Fizi. FARDC na wazalendo wa imarika zaidi na zaidi. Kwa sasa kwenye upande wa mapigano, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC huko kiungwa mkono na wazalendo tarafani Fizi wanazidi kuimarisha vikosi kwa lengo la kusubiria mipangilio kamili kwa ajili ya kuweza kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya vikosi vya M23 kutoka maeneo ya milima ya Nyanja ya Juu. Tarehe 15 za mwezi wa 7 ndiyo tarehe ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa. Endapo M23 watashindwa kufungasha virago vyao, basi itakuwa haina budi kwa serikali kuchukua hatua muhimu kwa ajili ya kuweza kurejesha maeneo yote ambayo kwa sasa yameingia mikononi mwa magaidi wa M23 baada ya baadhi ya wanajeshi wa FARDC kukimbia moto wa nguvu za ndege zisizokuwa na rubani kutoka kwa upande wa magaidi wa M23. Magaidi wa M23 wiki iliyopita wametumia ndege zisizokuwa na rubani na kushambulia maeneo mbalimbali, huku kisababisha mauaji kwa raia wasiokuwa na hatia, na wengi pia wakiwa majeraha wa kutupwa na hivyo kupelekwa kwenye hospitali ya tarafani Fizi, maeneo ya Fizi Centre, na wengine wakishushwa ndani ya jiji la Baraka. Kutokana na mazingira ambayo yako nazidi kupangiliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mengi yanajificha na mengi hayaweki hadharani kwa lengo la kutokumpa tena adui nafasi ya kuelewa ni nini ambacho kiko kinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya mipangilio ya serikali. Serikali imepiga marufuku matumizi ya simu kwa wanajeshi wenye wapo uwanja wa vita. Vile serikali imewapiga marufuku wale viongozi wote walikuwa wanaongoza operesheni Jamhuri Kivu ya Kusini, na hivyo kupanga timu mpya ambayo itaongoza operesheni maeneo ya milima Nyanja Juu pamoja na ile milima ya Nyanja ya Chini. Yote hayo yanakuja baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kutuma wapelelezi walioshuka Baraka na Uvira kwa ajili ya kukagua mienendo ya wapiganaji kwenye uwanja wa vita, na maanisha majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na viongozi wake. Kutokana na mazingira ambayo yako nazidi kuendelea ndani ya jiji la Bukavu, raia wako tayari kuingia barabarani kupingana na M23 baada ya tarehe 15 endapo magaidi hao watashindwa kujiondoa ndani ya miji ya Bukavu pamoja na miji ya Goma na maeneo mengine ambako M23 wanashikilia. Tuliweza kuzungumza na mmoja kati ya wakazi wa jiji la Bukavu na alikuwa na haya ya kuzungumza. Halo. Yone, mambo ni aje ndugu yangu? Salama bwana. Za kwako ni je? Tunashukuru bwana. Bukavu mnaendelea namna gani huko? Bukavu tunaona wakahoko. Wanafanya va vie pande shuke. Ndio kwa mwaivili. Biko naanza kuwa na pressure ya Lekenzi. Uliona gisi? Biko na
Uliona kisi vijana walitoka barabarani Bukavu na kuanza kulalamika kwamba wanachoka. Pale kwa essence kwa Major Vango pale. Ile sinye bali Kongo moto. Ile ni sinye ya nini Selogis unaona hali kwenye? Ile ni sinye ya kuonesha M23 kama haina uongozi na population haifurahie. Mateso ya population iko napitia Bukavu, Goma, anuka haistahili haba kuongoza tena muji. Ndio ile sinye. Ndio hawezi kutana muko mwingine munaongoza mwingine kunaanza fanyika mabikao d'ici de là wanawasha moto ke mutoke mwende. Ile ni sinye ya mzuri kwa shiki habafurahie tena. Na kwa nini wao wanaonekana kama kuwa na ukakasi na ugumu wa kutokubaliana na population, lakini waendelea kulazimisha raia iendelee kuwapenda? Unaiwa Bwana Rajabu, kugisi hii kope walianzaka na kugisi bako kwa sasa uko tofauti. Juu wakati waliingiaka balikiaka na ideolojia ya kuconvaincre population ke Kinshasa banabagua Baswahili. Unasikia? Ile mo ikabakiaka mu population mu bamoya benye habayuwe kope iko. Kumwisho bakia je retrouver que wana wanakia tu dominer na batatu dominer mubaya. Nasikia vile. Juko nakutana juu balianzaka maposte zao wanaanza nome banatiatia bakongomani bazaliwa Bukavu. Kumwisho saba lizowe tanza tosha bale bavuayi ama bale baduru balingia nao. Alors bopeke deja hapa kufiagia balabala ni Barwandezi, kulipisha mamoto kufukuza watu mubalabala ni Banyarwanda. Unasikia? Mkongomani mtakutana iko nabo iko tu mehana tena muadiri. Kwa maana hiyo sasa ndio population ndio ishaanza ndio population sasa inavunduka ukiona kumbe watu walitudanganyaka, walituambia hivi, na ukiangalia hata ma decision azitoki mwa Kongolezi inakumbuka kumwisho. Inakumbuka kumwisho ke hawa bajamaa balikia njoo tunyonya na kutumaliza. Na kumwisho sasa na tutawala jembe batatunyama njoo mukinyi. Nyembo Abdallah ambaye alikuwa kamanda wa vikosi vya ulinzi kutoka maeneo ya Kisangani 3e zone ya defense, inasadikika aliweza kushirikiana vizuri na magaidi wa M23 na kwa sasa amewekwa nguvuni na kuna sadikika kuweza kupelekwa Kinshasa ama kuletwa Uvira. Je, haya mambo yana ukweli gani kati yake? Huyo Nyembo Abdallah ni msaliti mkubwa sana, trete wa nguvu sana. Huyo ndio mwenye alitafuta kupana Kisangani. Kama mlisikiaga Kisangani drone ilikuwa napiga Kisangani. Ilikuwa player huyo bwana huyo. Ilikuwa player huyo bwana Nyembo Abdallah apane Kisangani. Sasa baada ya kumtoa Kisangani bakampeleka, ndo mnasikia hii kimya yenye iko Kisangani, hakuna vile vya drone tena kupiga Kisangani. Lakini mwenye alitapana Kisangani ndio Nyembo Abdallah. Kama watakuwa wamemleta Uvira, manake ni plan B ya kusema watu bapane Uvira. Msifikiri kama anamleta Uvira aseme ni juu ya ni kwa heri, hapana. Ina maana Etat Major General ya FARDC imeamua kumleta kwa sababu alikuwa Kinshasa, alikuwa amembeba Kinshasa kama vile walikuwa wamefanya sambla kama vile wamemfunga. Unaona? Sasa bakawa wanamweka kule, lakini inaonekana kama watamleta Uvira, manake inaonekana kama wanabadili plan hapo ili ake sasa apane Uvira vizuri. Msifikiri ni mtu mzuri huyo ni kabiliste wa nguvu na ni tretre wa nguvu. Sasa
bazalendo wa Uvira bakwe makini sana na yeye, basi mwachie nafasi. Ndio kama batamtuma Uvira ndio banamtumia akie pana Uvira vizuri. So msifurahie kwa sababu sio mtu mzuri. Asante. Wabembe na Wabuyu pamoja na Wakongomani wote wanahitajika kuweza kuishi kwa pamoja na kupigana na adui ambaye anakuja kwa ajili ya kugawanya wananchi. Kuishi sisi kwa sisi tu huku tukipigana ni kumpa adui nafasi. Badala yake tunahitajika tuungane wote kwa pamoja ili tuweze kupata ushindi wa kutosha, na adui wala hatokaa pembeni yetu, kwa sababu tukiwa na nguvu na tukiwa na muungano na tukiwa na ushirikiano itatufanya tuzidi kuwa na nguvu zaidi, na hivyo kuweza kumfukuza adui ambaye ni M23. Kikao ambacho kilifanyika kati ya wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku vurugu ambazo zinaendeshwa na Brown pamoja na Mayaya maeneo ya Manyema na mpaka wa Kivu ya Kusini tarafani Fizi wameweza kuunganishwa na kuhitajika wote kuendelea kushirikiana kwa lengo la kufukuza adui ambaye ni M23. Na bamwambie Brown aache bile vitu. Tuko na vita kubwa yenyewe kwa hapa. Mimi naishaongea naye, niko naongea mimi sawa. Kushituka tu wewe ya kutumba wewe. Kanyanguzi ulishaka pigana wapi? Utajua tunataka kutia madawa yetu. Tutakuingiza na muti kubuika, mes chers frères. Atanjo banasemaka. Atanjo soyons d'abord ba responsable di. Na mtu sababu alipata tu hii telefone na iko najikuta asema anayua sana. Eko na yama tu, uko na chafuana en public mu dunia. Eske wanazania bana kusifu? Bana kukonsidere mnyama. Mtu mwenye kwa na akili hawezi kuchafuana matusi sawa na ile yenyewe ilikuwa anachafuana bado. Malgré que tunakia kusikia baanisi mwanuke banasema mutafanya hivi, mutafanya hivi, mutafanya hivi. Ile yote tulisikia. Mais on a beaucoup injurié, tuliongea mingi, tulitukanana sana. Tena kutukanana kujina ya Bubuyu. Contre Bubembe. Sasa inaenda kufanya nini? Inaenda kuexcite sasa kubabembe. Ona bitu kisi binakuwa compliqué. Chibalo. Mimi siwezi kusema kwa kuficha, vita inauwaka batu. Hata hivi kisi niko hapa. Masasi ikitoka tu naweza kushangaa na nipata na kufa. Na kufia munini? Mubile biote na woki kufa. Wena wote tuma hapo audio. Juu ya bafenea ba moya hivi, banaikalia tu kuloga inchi. Ce n'est pas vraiment bon, bandugu yangu. Haiko bien. Saa vile gisi ule Mwambembe alisema saa kama kungekuwa vita bila ya kutumba shetu ngatu tunaisha pigana hata mara 7 na Babembe. Vile gisi yenyewe tunapendaka ile vita kuipanga jina vita ya Babembe na Babembe. Mimi sijua yake ile vita. Hata ya Iran na Iraq huko saa yenyewe haitajikaki. Lakini si tuko na imwa vita yenyewe karaka. Babembe kusikia tu karaka cha kubabu vita ya Babembe na Babu. Sheikh kusikia karaka cha kubabembe vita ni vita gani? Njoi yenyewe ilisema sultani hapa. Mie naiua kwenye ilikuyaka vita ile. Njo kwenye mimi nilikuwa nauzishia manyama kule Kilembwe, naiua mwanzo wake na mwisho wake wote. Nilisema rafiki wa adui yako wanje kumudute, ujue anaweza kuwa adui kweli kwako. Yeye kuna ongea na adui yako kuko na eske wewe utakuwa naye mashaka? Parmi bitu benye bilileta vita kule Kilembwe mkubwa yenye tunaitwa vita ya Babuyu, vita ya Basikasingo na Basimimbi kufia Kilembwe Kyabo. Parmi ile vita ile. Bwana, na hiki kenye nasema kiko sababu mimi niliona kikao kya Babembe na Babuyu banasema tuungane batoto na dawa tuchange benye tulipiganaka kumulele wa hewa bora. Tupiganishe Munyarwanda mwenye kuya. Babuyu bakasema sie hatutapigana, sie hatuko basoda kwani hatukagana na mabunduki. Mwe muko na mabunduki yenu ya tangu 64, sie hatuna nini? Hatuko basoda. Babembe bakaangalia bwingi dawa iko na haba ndugu yetu. Balikuwa nafanya ni kutia tu hivi masasi ukupika kwa iko naenda hautajua. Tunataka kufanya tu bricole 7 jours yetu. Banaanja bricole ile 7 jours. Bwana iko na condition 7 jours usibapitie kuume kukutana na Sheba Buyo banyangala kata haba Babembe bakibinda kule kuume kwenda kuzilula. Mie na hii macho yangu na hakuna wakunibisha. Mie mkuona bile bibi. Babembe makwajulisha hapa kuko ahi. Bana bakia na ile nongo. Chibalo.
Bana bakia na ile nongo, sie tunajikata nao. Bana taka kutupenda. Na sie tuko na yetu dawa yenyewe tungechanga na ile, na betu watoto tunachanga, lakini tunaisha fanya nini? Tunaisha bali. Hii nayo ili contribute. Na leo hii tuko nasema bandugu yangu. Mkubwa si mnaniita. Kama mnaniita sijui ya kifuu, shiko chef. Mnaniita sababu mnajua huyu mtoto wetu na yeye anatumikaka mwa ile chama ya CNPSC Chibalo. Sinjo sababu yake ile. Alafu kama shingekuwa hapo sasa mungeita na. Wanasema hao tulisoma politiki. Huko nazidi kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuingie mkoani Ruchuru ambako damu na udongo wa Ruchuru wahitaji haki. Kwa sasa taarifa kutoka kupitia Fondation ya Edison Mayani, wananchi wa Ruchuru, wananchi wa jimboni Kivu ya Kusini, wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote kiujumla, unaambiwa hali ni hatari. Alliance Fleuve Congo M23 wanaendeleza kufanya mauaji, wanaendelea kuiba mali za wananchi na pia wanaendelea kuiba hadi mashamba ya wananchi huko jimboni Kivu ya Kaskazini, mko ndani ya tarafa ya Ruchuru. Wanaua ndugu zetu, wanaiba pia mali zetu na wanafanya tuweze kuwa watumwa, huku pia wakichukua mpaka ardhi yetu wakati ardhi ni udongo. Maeneo ya Kakono wameweza kuwalazimisha wananchi kulipa $50 ili kuweza kulima kwenye mashamba yao. Haya ni mauaji ya kiuchumi na pia ni utumwa mamboleo, na hivyo pia vile ni makosa dhidi ya haki za binadamu. Jana waliweza kuiba, leo wanaendelea kufanya mauaji na pia kutunyang'anya ardhi yetu. Tunasema hapana, hapana, hapana. Fondation Edison Mayani iko upande wa raia na inahitaji mambo yafuatayo: kuondoka kwa magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo kwenye udongo wa Wakongomani na kuacha wananchi na udongo wao, kuweza kutoa masharti yote wanayoweka kwa ajili ya wanaokwenda kwenye mashamba yao, na vile kuachia uhuru wote ambao wameweza kukamatwa na kufungwa kinyume na makosa, na vile sheria ifanye kazi kwa mauaji yote ambayo yamefanyika mkoani Kivu ya Kaskazini na kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huu ni ujumbe kutoka maeneo ya Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako M23 wanawalazimisha watu wenye kutaka kulima walipe $50 na pia mashamba yao yanachukuliwa na kupewa Wanyarwanda kutoka nchini Rwanda. Fondation Edison Mayani imelaani vitendo hivyo na kutaka haki uweze kutendeka. Yemba kunasikiza ni Amka na Baraka One TV. Unasikiza matangazo yetu kutoka Australia, Canada, USA, Europe, Central pamoja na East Africa na utambako maeneo ya Afrika ya Kusini. Ishide Kizenga Tembele, King Sele Kizabia Iba Mashaka Yamba Dedone Butoto, Biono Kilamba Mao mzee wa state ya Mainda, Feza Daletesha da Asha Dara na Kis Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic na Afrika ya Kusini, Mohamed Papira Jabu kutoka Afrika Kusini, ya Hussein kutoka Dar es Salaam, wote wakiwa wako nasikiliza Baraka One TV. Tuingie moja kwa moja Goma na Bukavu. Wazalendo watuma ujumbe mzito kwa raia. Kamanda Bahati Eric atuma ujumbe mzito kwa raia wanapatikana katika maeneo ya Bukavu na Goma na sehemu zingine ambao wanapatikana ndani ya makundi ya WhatsApp ambao ndani yake pia kunapatikana wapelelezi wa magaidi wa M23. Raia wawe makini wanapokuwa wanachangia jumbe mbalimbali ama kutuma jumbe mbalimbali, kwa sababu wasijikute wanaingia katika mikono ya wapelelezi wa magaidi wa M23. Huyu hapa Kamanda Bahati Eric. Nilipenda tu hii message uitie kila group yenye unajua kama mko mtu hata mtu group yenye kwa mtu mmoja wa Bukavu, mtu mmoja wa Goma, ile group tuma ndani hii na ni hii message yangu ni conseil na avertissement yenye mimi natabapatia. Mes chers frères, ndugu dada kaka,
mkumbuke kuwa niliwaambiaka keno wakati yenye uko mu group WhatsApp yenye ikwamo au-delà ya 20 personnes, zaidi ya 20 personnes, we mwenye uko mu zone yenye ikwamo M23 RDF au Wanyarwanda au Wakahoko, mukwe na jilinda kukomante mukila maongezi yenye iko contre ba group ya aba ba terrorist. Narudilia, wakati yenye uko mu groupe yetu siye ba patriot ba waza ubie groupe ya information, groupe yeyote me uko muzone yenye iko okipe ya M23 na M23, kamarad, ata ni groupe ya bazalendo, ata ni groupe ya batu fulani, apana kukuwa nafanyaka makomantere zako mu group, kwa sababu tuko na batu benye tunajua sani bandugu yetu, kumbe ni ba agent ya renseignement ya M23, ni ba agent ya renseignement ya baba Kahoko. Alors bataleta sujet ya kukritike wale bahuni, parce que mie ata ukamate sila, unikamate mate, ukamate pisto, unitie kukichwa, kikomanda Bahati Eric hapa tunataka kuwa pigia mikono mutuzi, en 15 jours nitakufa na mimi nasimama na niko napigania inchi yangu, na hakuna hata santimetre moja itaendaka kungambo ya adui, wala hakuna siku yenye nitanyenyekeaka juu ya adui kuliko kunyenyekea mbele yake. Heri kutomboka naye ananipika masasa na niwa mbele ya wakati. Sasa ndio principe yangu ile. Alors wakati yenye mko na komante munaongea, banaleta sujet ya kupinga bale banguruwe, ya kushanje kama constitution, ya kufanya hiki na hiki, ya kufanya hiki na hiki, hawa Nyarwanda wanatuteza, population tunateseka hapa, tuko hivi na hivi. Ile ma message ya sana ile ni ya kukuwa natumia ba VDP ba patriote en privé. Unamwandikia en privé, unasikia mtu mwenye uko interesse naye, mwenye ni patriote na ni kiongozi, unamwandikia en privé. Et puis ukwe na uhakika keno ni patriote. Haiko nasema toujours kusema kisha apate ma information kwako, kisha kupane kulivre mu mikono ya bale watu. Juu bengine banajifanya kwa ni bazalendo, meni badui. Atasema vya kusema, kumbe kuna penda keno apate batu wa muaminie vitu ya sana vile, ananza devie batu kubaingiza munani munjia zinyazi stahili. Alors ni message kidogo nilikuwa napenda nipatie batu, juku kuko kwenye mimi na ingia mu magrupe fulani, nikiona keno kuku batu asisi hapa, si hapa Goma tunateseka sana, si hapa sijui kama Kichanga tulishateseka sana. Uko Kichanga, uko sijui Ngungu, uko wapi kwenye unajua kino baadui bako, utajidetaye na kuonesha ile machungu namna gani mu group ile. Haiko munia mbaya kama magrupe zenye ni magrupe WhatsApp za ba VDP, kinsi minajua za bazalendo, najua kama ba admin wote ni batu benye banaaminika, ni batu banajuana. Kwa jua hakuna matezi fanya admin mtu mwenye haamini. Muandikie en privé, mtumie voice en privé, muongee, mupatie maoni, muambie kino hapa tunateseka hivi. Hapa baba dui bako napanda hivi banashuka hivi, banapita hivi. Hata kuinforme kino badui wanapita hapa kwangu. Hapana kuinforme mu group. Fuata numero ya mzalendo, munajua, muite en privé, muambie kino hapa situation iko hivi. Hapana kuonesha buiwa kino kunaonesha kino ko patriot, unapenda nchi. Uko mzone ukipe unafanya voice, unaifanyizia mu group. Hapa banapita hapa kwangu sahi, banapita hapa kwa essence, banapika hapa kama kuna ni kuferuje, banafanya kama no. Hapana. Ile maneno fuata admin en privé, fuata mzalendo mnajua en privé, muambie ubia ufuate ndugu yako. Naye wakati unamtumia audio, umwambie kino hapana kutuma sauti yangu mu marezo sociaux. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutana ni majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Nikwambie tu bye bye.